Hewa ya ng'ambo ilijaa uzito wa ukimya uliobaki baada ya vita. Amina na Juma, ingawa hawakuwa na majeruhi ya nje, walibeba mzito wa roho waliokutana nao. Siku zilizofuata, kijijini kilianza kurudi kwenye mazoea yake, lakini kulikuwa na ufahamu usiosemwa kwamba kitu kitakatifu kilikuwa kimevurugwa na kutulizwa. Wazee walianza kusongona tena kwenye moto wao takatifu, wakichora alama kwenye udongo na kutupa miti ya kinga milangoni mwao. Hakuna aliyetaja pango. Hakuna aliyesema kuhusu usiku ambapo roho waliilia. Juma alibaki upande wa Amina kila siku. Alikuwa amebadilika, uwepo wake sasa ulibeba kivuli cha kitu cha zamani. Macho yake yalimetameta kwa rangi ya fedha chini ya mwangaza wa mwezi, na usiku hakuvumilini tena kama watu wengine. Aliona mambo. Akasikia sauti zilizoitoka kwingineko. Jioni moja alipokuwa akishughulikia madirisha ya ibada ambayo mama yake alikuwa akiyabeba, Amina akasikia upepo ukisema tena. Mmoja aliachiliwa, lakini wengi bado wako. Akakaa kimya. Upepo ulisonga shanga zilizowekwa juu ya madirisha kama vidole vinavyopiga waya. Laana haifi, inalala tu. Akageukia Juma. Bado kuna zaidi. Nina hisia. Akainama kwa heshima. Basi, tunafuata nyayo zake. Utafiti wao uliwapeleka kwenye hema takatifu iliyopachikwa ndani ya miamba ya kaskazini, iliyosahaulika na kufichwa na mimea na ukungu mzito. Ndani, michoro ilionyesha asili ya mavuno, mkataba wa mababu na roho kwa ajili ya ardhi yenye rutuba, makubaliano yaliyotiwa saini kwa damu. Lakini kitu kilikuwa kimevunja mkataba huo. Uvundo uliozikwa kwa muda mrefu. Walipozama zaidi, alama za kigeni kwenye kuta zilianza kung'aa. Juma akaruka nyuma. Wanajua tuko hapa. Kutoka kwenye vivuli, sauti ya kusongona ikarindima, mmewamsha mrithi. Mzunguko unaanza upya. Ghafla Amina akaanguka akishika kifua chake. Mwili wake ulitetemeka kwa nguvu isiyoonekana. Ardhi ilipasuka chini yake na kuonyesha shimo lenye mwangaza mwekundu. Kutoka humo mikono ilitokea, yenye giza, ya zamani, yenye kucha. Juma akapiga kelele akijaribu kumvuta nyuma, lakini alikuwa ameshachwa nusu. Sauti yake ilikuwa na mwingiliano, sauti mbili zikizungumza kupitia kwake. Walidanganyika, roho wanataka zaidi ya sadaka, wanataka utawala. Kwa nguvu zake zote, Juma alimvuta kutoka kwenye shimo na mikono ikarudi nyuma. Lakini bila kuacha kitu nyuma. Mshipa wa Amina sasa uliangaza kwa rangi nyekundu chini ya ngozi yake. Akamkodolea macho Juma. Wameniweka alama. Mimi ni wao sasa. Hema takatifu ilitetemeka na kuanza kugwa na kuwalazimisha kukimbia. Walipotoka kwenye msitu wenye ukungu, sauti za kuimba ziliibuka nyuma yao bila chanzo chochote. Amina akashika mkono wa Juma kwa nguvu. Hii haijaisha. Ni mwanzo tu. Akainama. Basi, tunapigana. Kwa ajili ya kijiji chetu. Kwa ajili yetu. Na kwa hayo, wakatoweka kwenye ukungu, bila kujua kwamba macho, mamia yao, yalitazama kutoka kwenye vivuli, yakisubiri mwezi wa mavuno ujao. Usiku kabla ya mwezi kamili wa mavuno, kijiji cha ng'ambo kilizama katika ukimya usio wa kawaida. Hata chenga na bundi, walinzi waaminifu wa usiku, walinyamaza. Msituni uliozingira kijiji, miti ilijikunja karibu kana kwamba ililinda siri zake za zamani. Amina alikaa peke yake pembeni ya mti mtakatifu wa mtini, mikono yake ikiwa na majivu na paji la uso lake likiwa na alama za mababu. Roho hawakumwambia kitu kwa siku 3, lakini alihisi wakijikusanyia kimya kama moshi. Alikuwa anabadilika. Mwili wake bado ulikuwa wake, lakini roho yake ilikuwa inasokotwa kuwa kitu cha zamani zaidi. Wanakusanyika, alisema kwa sauti ya chini. Nyuma yake, Juma alimsogelea kwa upole. Mkononi mwake alishika gundi lililofunikwa kwa ngozi ya mnyama, lililokauka na umri. Nilipata hii kwenye hema takatifu karibu na miamba ya mashariki. Inazungumza kuhusu mwenye damu. Yule anayevusha ulimwengu.
Amina akagusa mishipa yake iliyong'aa chini ya ngozi yake. Basi, hicho ndicho nimekuwa. Uso wa Juma ulikuwa mkali. Gundi pia linasema kwamba mwenye damu anaweza kuwa chombo cha amani au mlango wa mwisho. Amina alisimama polepole, macho yake yakiwa wazi kwenye mwezi unaoinuka. Basi, tuna nafasi moja tu. Kukomesha hili milele. Mwezi wa mavuno ulipoinuka juu ya ng'ambo, ardhi chini ya kijiji ilipiga kama moyo. Kutoka kwenye shimo la miamba ya kaskazini, sauti ya chini ilianza kuongezeka. Ikasambaa kwenye ardhi, ikitetemeka kwenye mizizi na mawe. Moja kwa moja, wakijiji walitoka nyumbani kwao, wakivutiwa na nguvu isiyoonekana. Macho yao yalikuwa machafu, mwendo wao kama wa ndoto. Mavuno yalianza, sio ya mazao, bali ya roho. Amina na Juma walifika kwenye uwanja wa kijiji ambapo mti wa zamani ulisimama kama mlinzi. Kuzunguka kwake, vilivyokuwa vivuli, sio watu wala wanyama, bali kitu katikati. Walisahaulika. Roho ambao hawakupita. Macho yao yalimetameta kwa njaa. Amina alitenda mbele. Kichwa cha mti cha mama yake sasa kiling'aa kwa moto wa bluu. Aliikinua na roho wakasema kwa hasira, "Unatafisa kutukomesha," mmoja aliguna. "Ninatafisa kuwakomboa wale mnaowafunga." Kutoka kwenye vivuli, mtu aliyevaa kanzu ya moshi wa usiku alitokea. Hakuwa na uso, bali ni kifuniko cha kioo. "Basi, lazima uchukue jaribio la mwisho. Ingia kina cha mwangwi. Kabiliana na ukweli wako." Amina akainama. "Basi, iwe hivyo." Aliangia kwenye kivuli na kutoweka. Ndani ya kina cha mwangwi hakukuwa na wakati, ila tu kumbukumbu. Akaona maono ya nyuma, sadaka za mama yake, ahadi zilizovunjika za mababu, na mkataba wa kwanza uliokubaliwa kwa majonzi. Katikati ya yote, aliona mwenyewe amejaa damu, akicheka wakati moto ulimeza kijiji. Akajipindua. "Hapana. Huyu si mimi." Sauti ilijibu, "Huyu ndiye unaweza kuwa." Jaribio lilikuwa wazi, ikiwa angeruhusu hasira, kisasi au hofu kumwongoza, angekuwa mwokaji wa mauti. Lakini ikiwa angechagua huruma, sadaka na ukweli, angeweza kukomesha mzunguko. Alisimama imara. "Ninachagua kukomesha." Roho walipiga kelele. Chumba cha mwangwi kilipasuka. Mbali na nchi za utulivu za ng'ambo, ambapo mchanga mwekundu ulimeza mwinuko wa mbingu na usiku ulionekana kuwa mrefu kuliko mchana, kishindo kidogo kilitetemeka chini ya ardhi. Mti wa laana, mizizi yake ikitokwa na damu nyeusi, ulisimama peke yake kwenye bonde lililosahaulika la Mzingile, hata roho walilichelea. Hakuna binadamu aliyekuwepo huko kwa vizazi, lakini kitu kilitazama. Kitu kilisubiri. Ng'ambo, Amina hakuwa amelala kwa siku nyingi. Ingawa kijiji kilisherehekea wokovu wake, hakuhisi amani. Ndoto zake hazikuwa zake tena. Maono yalikuja vipande vipande, sauti za mbali, mbua za moto, na mtoto mwenye macho kama jiwe jeusi akitazama kutoka ndani ya mti unaotokwa damu. Alimwambia Juma, "Kuna mwingine." Mtoto aliyezaliwa chini ya mwezi mmoja. Mwenye kusudi moja au uharibifu. Juma alisikiza, paji la uso likijifunga. "Mtoto yuko wapi?" "Mzingile." Jina peke yake lilimfanya atetemeke. Walianza safari kwa siku chache, wakiongozwa na upepo na maono. Njia ilikuwa hatari. Mito iliruka kwa rangi nyeusi, wanyama walisogea kimya, na hewa yenyewe ilionekana kuwa na hofu. Lakini waliendelea kwa sababu ya hatima. Kwenye mpaka wa Mzingile walipata hema iliyozikwa kwa majivu. Ua moja lilikuwa limechanua karibu nao, maua meusi yenye kituo cha fedha. Amina alipiga goti na kugusa. Mwili wake ulitetemeka kwa maono. Akimwona mtoto peke yake kwenye mizizi ya mti, akiimba, si kwa furaha bali kuzuia giza. Laana ilijipatia chombo kipya, Amina alisema kwa sauti ya chini, sauti yake ikivunjika. Mzingile wakati ulipindwa.
Walipokaribia mti, gome lake likipiga kama nyama, mlinzi mpya alitokea. Hakufanana na waliosahaulika, hawa walikuwa mabaki. Huyu alizaliwa na laana, akijua kabisa. Alisimama mrefu, amevaa nguo za kitamaduni zilizochomoka, pembe za mfupa zilizochongwa, na macho yaliyobadilika kati ya dhahabu na nyeusi. Hamkaribishwi hapa, mrithi wa ng'ambo alisema kwa sauti nyingi. Nimekuja kwa ajili ya mtoto. Yeye ni mzizi sasa. Ukimgusa, laana itajilisha. Amina alisonga mbele hata hivyo. Mlinzi aliinua fimbo iliyotengenezwa kwa fusi za fuvu. Juma alijiandaa kwa upanga wake, lakini Amina alimzuia. Hakuna ushindi kwa vurugu hapa. Ukweli tu. Aliangusha silaha yake na kufikia kwenye mizizi. Ndani yake, mtoto mwenye umri wa miaka 5 alimtazama kwa macho yasiyo na hisia. Unajua mimi? Amina aliuliza kwa upole. Msichana alipapasa. Wewe ni moto. Mimi ni majivu. Sisi ni mzunguko. Machozi yakatoka machoni mwa Amina. La. Tunaweza kuchagua njia nyingine. Mtoto akanyosha mkono. Mikono yao iligusa. Dhoruba ya mwanga na vivuli ilipasuka, ikivunja bonde. Kilio kilisikika kutoka kwenye ardhi yenyewe. Mti ulipasuka na ukungu mweusi ukamwagika kutoka moyo wake. Lakini mtoto hakurudi. Na Amina pia hakurudi. Dhoruba ilipopita, bonde lilikuwa kimya. Mti ulinyauka na kuwa mavumbi. Mlinzi alikuwa amepotea. Na mtoto alikuwa mtoto tu. Juma alimfunika kwa kanzu yake. Amina alitazama angani ambayo sasa ilikuwa safi. Tumeondoa mzizi. Ng'ambo ilikuwa imerudi kwa kawaida, au hivyo ilionekana. Watoto walicheka tena. Wazee walikusanyika chini ya mibuyu, wakisimulia hadithi walizozika kwa muda mrefu. Lakini chini ya kila tabasamu, chini ya kila neno lililosemwa kwa sauti, kulikuwa na tetemeko lisiloonekana, kama ngoma ya mbali ambayo sikio haliwezi kusikia, lakini inahisiwa kwenye mifupa. Amina alikuwa amerudi na msichana waliomwokoa kutoka mzingile. Alimpa jina Neema, maana yake neema, kwani mtoto huyo alikuwa amepitia kile ambacho hakuna roho inapaswa kupitia. Neema alikuwa haongei sana. Alitumia siku zake akichora duru kwenye mchanga na kusongona kwa upepo. Mwanzoni ilionekana kuwa haina hatia, hadi mazao yalianza kunyauka usiku mmoja na vivuli vikaongezeka hata chini ya jua. Amina alitazama nje kwa dirisha la kibanda chake, moyo ukibana. Laana hii haikuisha. Ilinyang'anyika. Usiku huo, Juma alimpata Neema kwenye bustani ya kijiji, mikono yake midogo ikiwa imezikwa kwenye mchanga. Unafanya nini? Aliuliza kwa upole. Ninapanda, alisema kwa sauti ya chini. Lakini hakuna kinachomea hapa tena. Akamkodolea macho kwa macho ambayo hayakuwa tena ya mtoto. Kitu kitachipuka. Amina alifika wakati mwafaka kuona Neema akisimama. Nyuma yake, kijiti kidogo kilikuwa kimetokea kutoka ardhini, majani ya fedha kwenye shina jeusi. Juma akaruka nyuma. Hiyo si mmea. Amina alisema kwa sauti ya chini, ni mche wa tulichozika. Wazee walialika mkutano wa dharura. Huu ndio bei ya kuhusika na yale yaliyopaswa kulala, alisema mzee Baka. Yeye ni mtoto tu, Amina alisisitiza. La, mzee mwingine alijibu. Yeye ni chombo. Na vyombo vinapaswa kufungwa. Amina alisimama peke yake, akitafakari kati ya moyo wake na uzito wa hatima. Basi, nitamfunga. Si kwa kifo, bali kwa ukweli. Alimchukua Neema hadi ziwa takatifu kwenye ukingo wa msitu. Maji hapo hayakuwahi kukauka wala kutulia. Yalisemekana kuwa yalitoa kioo cha roho, si uso. Neema, alisema kwa upole, unaona nini unapofunga macho? Neema akagusa maji. Mlango. Na sauti inayoitoka upande wa pili. Inasema nini? Inasema mimi ni wake. Moyo wa Amina ulivunjika. La.
Wewe ni wa wewe mwenyewe. Akachora mzingo wa chumvi kuzunguka mtoto na kuweka kichwa cha mti cha zamani mguuni mwake. Alfajiri ilipobanda, ziwa lilipapatika na anga ukageuka kuwa mwekundu kama damu. Amina alisimama kati ya mtoto na giza linaloinuka. Kutoka kwenye msitu, sura ilitokea, kivuli kilichofunikwa kwa mianzi na mifupa, vikokotoa fimbo yenye nyuso zinazolia. Umemshibisha mbegu. Sasa vuna uchano, ilisisitiza kwa kishindo. Lakini Amina aliinua mikono yake. Hakuna uchano zaidi. Hakuna laana zaidi. Kichwa cha mti kiliangaza tena, mwangaza wake ukikata vivuli kama alfajiri inavyopasua usiku. Kivuli kikapiga mayowe na kuyeyuka. Maji yakatulia. Neema akaanguka mikononi mwa Amina, mtoto wa kawaida tena. Lakini mbali na hapo, chini ya ardhi ya sehemu zilizosahaulika, maelfu ya vijiti vidogo vilianza kuamka. Mavuno hayakuisha.